Urusi inaripotiwa kupeleka tena makombora ya Kinzhal kwenda nchini Belarus kwa mara ya kwanza katika kipindi cha zaidi ya mwaka mmoja. Na pia Urusi itajibu taa ya kijani ya Magharibi kwa shambulio la makombora ya masafa marefu ya Ukraine. Sergei Lavrov amekazia tena juu ya taarifa hiyo. Basi ungana nami hadi mwisho wa taarifa hii, utasikia taarifa hizi mbili tofauti kwa undani kabisa hapa chimbo la habari za kimataifa JMTV. Ndege ya uingiliaji wa kati ya Urusi ya MiG-31K yenye uwezo wa kubeba makombora ya hypersonic Kinzhal ballistic ya hewa ya uso kwa uso ilitua kwenye uwanja wa ndege wa Machulishichi huko nchini Belarus siku ya jana Oktoba 9. Kikundi cha ufuatiliaji cha Belaruski Hajuni kimethibitisha hivyo juu ya taarifa hiyo, ambako kwa mujibu wa kundi hilo kutua kwa ndege ya MiG-31K ni kwa kwanza kabisa katika kipindi cha mwaka mmoja na nusu, ambako mwezi Aprili ya mwaka 2023 ndege tatu aina ya MiG-31K ziliwasili nchini humo na hazikuwa zimeonekana huko tangu wakati huo. Wakati Belarus ambaye ni mshirika wa Urusi hajashiriki moja kwa moja katika vita, lakini Kremlin imemruhusu kutumia ardhi yake kama uwanja wa kukodisha kwa shughuli zake dhidi ya Ukraine. Moscow ilipiga ndege kadhaa za MiG-31K nchini Belarus baada ya kuanza kwa vita vyake vya kiwango cha juu dhidi ya Ukraine mnamo Februari ya mwaka 2022, huku pia ikirusha makombora katika miji ya Kyiv na mingineyo ya Ukraine kutoka kwenye viwanja vyake vya ndege. Unaweza pia kushuhudia operation za Urusi na Ukraine moja kwa moja kutoka mstari wa mbele, hasa huko Kursk, Donetsk, lakini pia na maeneo mengine ambako vikosi vya Urusi vinasonga mbele, au pia baadhi ya mashambulizi ambayo pia jeshi la Ukraine hufanya huko nchini Urusi. Unaweza ukajiunga moja kwa moja kupitia grupu letu la WhatsApp kwa kulipia kiasi cha shilingi 1000 kupitia nambari ya Tigo Pesa ya 0679619650. Basi pia karibu sana kama utawiwa kujumuika nasi ili pia kushuhudia operation hizo moja kwa moja kutoka mstari wa mbele. Urusi mara kwa mara huinua ndege ya MiG-31K kutoka viwanja vya ndege katika ardhi yake ili kuishambulia Ukraine. Kombora hilo la Kinzhal ambalo limetengenezwa kwa hali ya juu ni ngumu kuingilia kati na kutungua ndege hiyo ambayo ina operation ya takribani kilomita 2000, hiyo ikiwa inamaanisha ya kwamba Ukraine yote iko hatarini iwapo kombora hilo litarushwa kutoka anga ya Urusi, ambako pia jeshi la anga la Ukraine lilisema mwezi Januari ya kwamba mitambo ya kujikinga imeingilia dhidi ya makombora 25 kati ya 63 ya Kinzhal tangu kuanza kwa uvamizi kamili Februari ya mwaka 2022. Moscow pia ingechochea mpango wa dharura ulioainishwa na Rais wa Urusi Vladimir Putin katika tukio ambalo Ukraine inapata idhini ya kutumia makombora ya masafa marefu ya Magharibi kwa migomo ndani ya Urusi. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov ameonya hivyo. Awali Vladimir Putin alisema kuwa mashambulio yoyote ya aina hiyo yangechukuliwa na Moscow kama shambulio la moja kwa moja na nchi ambazo zilitoa silaha hizo. Mwanadiplomasia huyo wa Urusi alikuwa akitoa maoni yake juu ya mkutano ujao wa wahisani wa kigeni wa Kyiv ambao kiongozi wa Ukraine Volodymyr Zelensky amekuwa akisema kama wa kihistoria, kwani Moscow haifuati kauli kuhusu swala hilo kwa kuwa tayari inajibu lililoandaliwa. Waziri huyo wa mambo ya nje amesema hivyo mara tu uamuzi huo unapochukuliwa na Magharibi ili kuruhusu Ukraine kutumia makombora ya masafa marefu. Ikiwa itachukuliwa, watajifunza hilo, na utulivu uliotajwa na Vladimir Putin tayari utakuwa katika hatua, Lavrov alisema. Rais huyo wa Urusi ameonya kuwa shambulio lolote kama hilo la Ukraine lenye makombora ya masafa marefu yaliyoandaliwa na nchi za Magharibi
litahudumiwa na Moscow kama litazinduliwa moja kwa moja na NATO, na alipendekeza kwamba Urusi inaweza kuwapa silaha maadui wa nchi za Magharibi na silaha kama hizo katika kukabiliana nazo. Moscow kwa sasa inasasisha fundisho lake la nyuklia kujumuisha shambulio la serikali isiyo ya nyuklia inayoungwa mkono na nyuklia, hali ambayo inaweza kusababisha kulipiza kisasi cha nyuklia kutoka Urusi. Kiev pia imekuwa ikiomba Marekani na washirika wake kuondoa marufuku ya migomo ndani kabisa ya Urusi kwa kutumia silaha za masafa marefu kwa miezi kadhaa sasa, na kulaumu vikwazo vyake vya hivi karibuni katika uwanja wa mapambano juu ya hali ya kusita ya Magharibi. Maafisa wa Urusi hapo awali walidai ya kwamba uamuzi mkuu wa kuipa Ukraine tama yake tayari ulikuwa umefanywa na kwamba mataifa ya Magharibi yalikuwa yakichagua njia ya kuwasilisha kwa umma wote. Zelensky alikuwa na matumaini ya kuwa marufuku hiyo ingeondolewa wakati wa ziara yake mwezi uliopita Septemba hadi Amerika, ambako aliwasilisha mpango wake wa ushindi kwa Rais Joe Biden. Kulingana na vyombo vya habari vya eneo hilo, maafisa wa Marekani walikuwa na shaka mno kuhusu pendekezo la kiongozi wa Ukraine ambalo hawaoni kuwa linafaa kuwashinda Warusi. Moscow, ambayo inaelezea mzozo wa Ukraine kama vita vya wakala vinavyoongozwa na Marekani dhidi ya Urusi, imeahidi kutimiza malengo yake kwa njia yoyote inayohitajika, kwani usalama wake wa taifa unategemea hilo, ambako pia Magharibi iko tayari kupambana na Ukraine ya mwisho kusababisha uharibifu huko Urusi. Kremlin ilijitetea hivyo juu ya swala hilo ama kuhusu taarifa hiyo.